control kidogo. Chenye kilikufanya ukuje huku ni wakati mwenye uliachana na mama yetu. Sasa mama alisafiri akatuacha. After kutuacha, after ule bibi mwenye ulioa, mama hakumtaka kwa ajili alidhani ile mali alikuwa nayo atarithi. So mpango nye alitengeneza ndio ilifanya ukuje jela wapate kuuza ile shamba na arithi ile mali. Mama aliniambia niseme, ulinishika. Ile tulipojua ushago, after mamangu kutumana tukujua ushago, bila alikupigia simu ukaongea tukuje tusalimie mama, ukatukubalisha ukatupeleka hadi stage. Sisangu tukaenda na yeye Nairobi. Kukuja Nairobi tulipata mamangu alikuwa anafanya kazi kwa club. Kukuja hiyo siku after 1 week ndio mama aliniita akaniambia, "Nasikia dada ameoa bibi mwingine. Wacha anitumie mimi apeleke dad jela. Hata ni yake ikuwa akuje jela survive. Alikuwa anataka atumwe Shimulatewa." Kwa hivyo aliita rafiki yake akakuja, tukaenda na huyo rafiki yake na yeye sana mom. Kwenda na yeye alienda kwa Hussein, alikuwa anaenda kwa just ni alifanya, aliandika ni makaratasi kuna chukuliwa tu inaandikwa anapewa, tukarudi kwa nyumba. Mimi sikuwa najua chenye kinaendelea. So yeye yake alikuwa anataka ufungwe auze ile shamba na pia huyu mwanamke aende. Alikuwa anashinda kuniambia, "Sasa hiyo unaitiwa askari anakuambia vile utasema, tumeamkia koti." Kikosa kusema hivyo mimi ndo nitafungwa. Sikujua lolote. Sikujua kama ilikuwa ubaya mimi. Lakini saa hii najirudia mimi mwenyewe. Nimesumbuka huko nje. Nimepitia mengi sana. Naomba unisamehe. Mama alienda akaolewa. Nimeachwa peke yangu, wengine walienda. Nakanga maisha kivyangu na niko na sisters na brother, niko na mama. Lakini nakanga kama mtoto yatima. At least ningekuwa naelewa chenye kilikuwa kinafanyika, singeongea uongo. Ndio sasa inajirudia. Hiyo kitu inanikulanga, inanisumbuanga, siwezi kaa na amani. Kwenye kokote tulikuwa tunaenda, mimi sikuwa naingia. Walikuwa wanaingia wawili, mimi naachwa nje. Sasa nikitoka sijui wameongea nini mimi. But tukisikia vile wanaongea na shosho, sasa mamake anasema alipeana pesa ndio hii kitu itengenezwe. Ndio upate itengenezwe, yani ingiane. Juu sasa mwenye ameoa anti yangu ni askari. Huyo askari pia alitoa pesa. Hivyo si peke yake, walikuwa wengi. After sasa kumuuliza kwani baba mdada na kuanga wapi, hakutaka kuniambia. Tena aliniambia ulitupwa Shimulatewa. Akaniambia huko mtu akienda anauliwa. So mimi nikakaa nikijua ulikufa. Sasa ndo nilifunga safari nikaenda kwa wazazi wake. Kuenda huko
Sikuwa na amani pia, mtu alikuwa ashawaambia na muuliza. Sasa hapo ndo nilienda nikapewa vitu zangu, nikaambiwa niondoke niende. Sikujua nitaenda wapi. Na mimi naombanga Mungu anilinde mpaka ile siku atataka nitoke jela. Mtoto wangu nakusamehe. This is all happening 10 years later. Daughter meets father and there is closure. We'll later find out that Mzee Julius has appealed his case and now waits for the outcome from the court. He hopes he will walk free in the near future. Join me next Sunday on Prison Diary.